cheche kabisa. Ndugu yangu amezidi bana. Wapwani mmezidi. Kumezidi swala. Watu wa Kiswahili mmezidi. Na nini bwana? This is too much. Too much. Wapwani, Waswahili mmezidi. Ndio. Kijana, ndio. Mtoto wa kiume una miaka 30 na ndio. Mtoto wa kike una miaka 20 na plus kuendelea. Wafanya nini kwenu? Si utoke ukapangishe. Ndio. Toka ukapangishe. Nani amesema nitoke nikapangishe? Ni nani huyo? Si uende ukapangishe angalau kidogo, mara ghafla ndio na landlord, mara ghafla stima imepotea, utafuta pesa za tokens, mara gasi. Sasa ikiwa mzee wangu amejituma akaniwekea kijirumu changu, nende wapi? Kiishi nani hicho kirumu? Si upangishe. Pangisha vipi sasa? Okota kuwa pia kuwa landlord pia. Kuwa landlord pia. Hiyo sio sawa. Mombasa ni raha bwana. Hapana. Na raha moja hapo ni kama hiyo bwana. Na ndio maana tunadharauliwa na wabara sisi kama wapwani. Nini? Unadharauliwa vipi? Kwenu uko kwenu. Sawa, umezaliwa uko kwenu. Hujijui. Unafahamu. Mpaka umepata fahamu ushakuwa mtu mzima. Tangu hujamea nywele za makwapa na za huku mbele, hujamea nywele mpaka zimekuwa nyingi, zimekuwa singa. Bado uko kwenu. Mimi kila mtu ashinde mechi zake bwana. Mombasa raha, hakuna mbambamba. Mzee ashaniwekea kijisto changu kile, na kaa mwenyewe nenda zangu kula jaba langu, nikirudi ndani ya nyumba. Ndo kuvia sasa. Sasa kuvia vani. Ndo kuvia sasa. Mambo Mombasa bwana yake kwa amepangwa kwa mikakati bwana. Unitoe nende wapi mimi sio na landlord na mzee ashaniwekea. Huwa maisikiza. Ndio bwana Rajab. Mwanangu mimi nakwenda baridini sawa sawa. Kufika baridini. Ndio. Nampata mtoto wa kike. Ndio. Ana miaka mingapi? 19. Ndio. Alipomaliza shule tu high school akaambia wewe toka nenda kajitafutie. Miaka 16 mtoto wa kike yuko baridini kule, yasukuma troli ya mayai na smoki, aishi kwenye bed sitter. Ndio. Miaka ngapi? Amekuja Nairobi hajui mtu. Sasa wewe mama mzima mpaka umejitita shamea bonge la titi bado uko kwenu tu. Sasa hao ni mfumo wao na ni maamuzi yao. Pana hasara gani mimi nikikaa nyumbani kwetu mpaka kwenu usitoke kutoka kujitafutie? Hayo maneno yenu, kwani pale wasitafuti? Utafuti. Wali wangu toga sanga. Bana mtu asikwambie kitu bwana. Mimi sikushauri kutoka nyumbani. Kama mzee wako akuwekeza wewe bwana, mzee akiwekeza sitoki. Amewekeza zake, si zangu. Mwanzo pale ukiwa pale nyumbani hakuna privacy. Hakuna yani usakufanya kitu chako pale, wale baby wako kuja pale kukutembelea ghafla, ama mtoto akika kuja kutembelea ghafla pale, ama vipi wampelekana. Mwanzo kutembea nyanda pale mseme na bikini pale watembea mbele mama. Sisi watoto wa Kiswahili kwanza ndo raha. Ukimleta mtoto wa kike mama anafurahi. Sema mwanangu pita naye huko. Yajua so huyu hujamuoa. Yaleta mwingine na mwingine. Na dadako mwapigiana 5. Dada ana wifi wa 6, mama mkwe asiara. Mama yajua wazi huyu ataniletea buibui, huyu ataniletea dera, huyu ataniletea chipsi. Yaani anajua kabisa. Mmevia wapwani. Wewe bana rumuni moja, mademu wako ni 6. Mmevia pwani. Na washi wewe na dadako na mamako mfanya siri bwana. Mimi siwezi gura. Miaka 35 kwa kweli. Mimi naishi nyumbani mpaka mfurushwe. Mpaka ufike miaka mingapi ndo hapo? Mpaka ufukuzwe. Nifi hapo. Labda mpate kazi ya mbali. Ningepata kazi ya mbali kirudi narudi hapo hapo. Hapana. Ndio maana wabara wanatudharau kwa sababu sisi tumezoea kutegemea wazazi wetu. Haujategemea mzazi bwana. Hujawahi toka hata kwenu. Mtoto wa kike hujawahi toka hata kwenu kwenda mpaka uoleo ndo utoke. Bana. Toka kajitafutie, toka kaangaike. Sikiza bana. Kaa rumu yako peke yako gasi kuishi. Mimi sikumwambia mzee wako asijitume bwana. Nini bana? Mzee wako kama alipangisha wewe ankupa mfumo wa kupangisha. Hapana. Mimi kiamka mzee wangu akupangisha bwana. Yuaishi nyumbani. Mwanao paka pata. Paka kanza mimi yuaishi nyumbani. Na mimi siishi. Mwanao paka pata mjukuu humo ndani. Yumba paka kitosha. Rumu yako hii mwanangu ya waume mkae 6. Ya wanawake mkae 6. Ekeni vyo magodoro na vitanda vyenu mkae. Wanawake mwaka huko waume mwaka huko. Rumu ya mama. Ukikaa peke yako akili za kodi za kula kuisha. Sikize basi. Ukikaa peke yako akili inachangamka. Sawa unatia bidii. Unajua kwa mwisho wa mwezi nafaa kulipa rent. Unakwenda extra. Sawa. Unajua gasi itakatika anytime. Unakwenda extra. Sasa kwa nini utoke? Lakini nyumbani utakuwa relax. Baba yalipa, mama yalipa. Kitu gani kinachokufanya utoke nyumbani? Niambie hiyo reason inakufanya utoke nyumbani. Privacy. Bomba alisema bomba. Privacy.
Bomba alisema huko, sikia Bomba kutuambia Bomba. Bomba alisema privacy. Privacy ndo alikuwa yazungumzia nini bwana? Msikoroge koroge watu kisema private. Kuna kidemu chako pale nyumbani. Kidemu si point, kidemu kwanza zina watoto wa Kiislamu sisi. Sio point. Utatembea na wife wako mwenyewe. Na kama umeoa mke wako na waishi naye ndani ya nyumba yenu ndio heri kabisa. Tembea mujiatia. Mtakwenda outing mbele bwana. Nilipatana nje basi kwa outing sinilipe kibi. Sinika peke yetu. Kwa hiyo pale nyumbani ukae kibi ni ama? Na kakibi lakini nitakajimwae na wife wangu. Wajimwae mko ndani kwenu mnjifungia. Yani mimi kama mtoto wa Kimombasa, wa Kipwani, wa Kiswahili, nyumbani hunitoi. Na kaa rumu yangu vizuri. Wa Pwani, watoto wa Kiswahili mtadharauliwa sana. Hakuna kudharaulika bwana. Mtoto paka unambu. Bwana Rajab bwana wakosea bwana. Maziwa ashakuwa mtu mzima, mtoto wa kike. Unataka kutoka hata rumu ya shilingi 2000 ukajaribu. Naondolewa nyumbani. Nenda basi, shindwa rudi, hujawahi. Usikubali kabisa kushauriana na huku nje ni tafu baba. Kaa nyumbani kwako babako, ankanyanyako haja sundugana na mtu. Kitoka huku nje wasundugana hivyo vyombo vako vashikwa. Wewe bana kaa kwenu. Swali ni je? Sisi wenyewe tunatamani tuwe na tuulize maswali tuzime. Bwana usidanganye. Tuuliza maswali. Mutahama lini kwenu? Bana, siongee sana. Bana, hakuna kuhama mtu. Hapa Mombasa raha slide baba. Hakuami mtu. Kaa paka umemvi. Ankanyanyako, ankashangazi lako, watu wana utu, wana udugu pamoja. Wamekaa paka utu uzima. Nyinyi mwambizana mugure. Ndio maana mwapoteza udugu, mwapoteza ufamili, mwasutana kwa mambo kama hayo. Ishini ndani ya nyumba moja mjuane. Huu wa mjomba, huu wa shangazi, huu wa nyanya, huu wa mdogo, huu yatima mamake alikufa kwanza. Mjuane. Check. Ongea peke yako. Ndio. Check mitanda zangu, ongea peke yako. Bana usiende bwana Rajab. Bana usiende. Kaa na watu wako. Basi sawa jamani, msitoke ndani ya nyumba. Msitoke ndani ya nyumba. Tambua sisi sio wale, ni kutoka kitaani kwenda duniani, na hii ni Jicho la Pwani.